Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na dirisha dogo la usajili, ambapo dirisha hili tunaona kwa upande mwingine ni miongoni mwa dirisha ambalo watu wengi wanalitumia kuweza kufanya maboresho mara baada ya dirisha kubwa kufanya usajili. Kwa hiyo kutokana na mapendekezo ya makocha, basi vilabu vingi vimekuwa vikitumia dirisha dogo kufanya sajili katika yale maeneo machache ambayo yameonekana kutokufanya vizuri. Sasa miongoni mwa mchezaji ambaye kwa sasa amekuwa gumzo kubwa barani Afrika hata nje ya bara la Afrika ni mchezaji bora wa ndani ya Afrika kwa mwaka 2025, hapa tukienda kumongelea Fiston Kalala Mayele. Tukimtaja Fiston Kalala Mayele si jina geni masikioni mwa mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania, kwa sababu msimu wa mwaka 2021-22 22-23 aliitumikia klabu ya soka Yanga Sports Club akitokea Vita Club na akaichezea klabu ya soka Yanga Sports Club na kuweza kusaidia klabu hiyo kuweza kufika fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2022-2023, lakini walishindwa kutoa fainali hiyo mbele ya MC Alger. Fiston Kalala Mayele ni mchezaji ambaye anajituma kweli kweli akiwa anacheza katika eneo la ushambuliaji. Sasa fahamu mchezaji huyu ambaye kwa sasa ametoka kutoa tuzo ya mchezaji bora wa Kiafrika anayecheza soka la ndani kwa ngazi za vilabu, Fiston Kalala Mayele, basi kwa upande mwingine kwa sasa anahusishwa kusajiliwa na vilabu vikubwa hapa barani Afrika. Miongoni mwa klabu ambayo kwa sasa imeweza kutuma ofa kubwa ya kumsajili nyota huyu ambaye kwa sasa ameitumikia Pyramids kwa mafanikio makubwa, ambapo mwaka huu 2024-25 uliomalizika msimu aliweza kusaidia klabu ya Pyramids kuweza kubeba ubingwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, huku akiibuka mfungaji bora akifunga mabao 6. Basi kwa sasa anahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Al Ahly soka klabu ya pale nchini Misri. Vile vile kuna vilabu vya hapa nchini Tanzania vinammezea mate vilitaka kumrudisha mwamba huyu ambaye kwa sasa nyota yake inaonekana kung'aa. Kwa mujibu wa taarifa ambayo inaweza imetokea pale nchini Cairo, Misri, ni kwamba klabu ya soka ya Al Ahly inapambana kumsajili mshambuliaji wa Pyramids Football Club Fiston Kalala Mayele katika dirisha dogo la usajili mwaka huu. Taarifa kutoka Misri zinasema Al Ahly wapo tayari kumlipa nyota huyo mshahara wa paundi za Misri milioni 3,476,902, ambazo pesa hizo ukizikonvert ama ukizichange kwa hela ya Kitanzania ni zaidi ya milioni 180 kwa mwezi, ambazo nyota huyu atakwenda kuzivuna ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Al Ahly, ambao wamevutiwa na uwezo wa mchezaji huyu ambaye amekuwa ni rafiki wa nyavu, adui wa magolikipa. Fiston Kalala Mayele ndiye mchezaji pekee anayecheza timu ya taifa ya Kongo kutokea barani Afrika, wengine wote wanaitwa nje ya bara la Afrika. Vile vile Mayele anaofa kutoka kwa vilabu vingine ambavyo vinashiriki ligi kuu pale nchini Saudi Arabia. Kwa hiyo kama mambo yatakwenda sawa, huenda tukamshuhudia Mayele akienda kucheza ligi moja na mchezaji bora Cristiano Ronaldo. Sote tunafahamu ubora wa Ronaldo, lakini kumbukwe klabu ya soka ya Simba Sports Club nao pia kuna kipindi walihusishwa kumtaka mwamba huyu, lakini mambo ya mishahara ndio ambayo yalimbakiza nyota huyu Fiston Kalala Mayele katika klabu ya soka ya Pyramids, kwa sababu mwamba pale anavuta zaidi ya milioni 50 kwa mwezi katika kikosi cha timu ya soka ya Pyramids. Vile vile Young Africans nao pia washahusishwa kutaka kumsajili nyota huyu, lakini ndo kama hivyo mambo ya mishahara ambayo anavuta pale katika klabu ya soka Pyramids yanamfanya kuendelea kusalia. Kwa hiyo ndio hivyo, huenda tukamshuhudia Mayele akitoka Pyramids akaenda kujiunga na Al Ahly ya pale nchini Misri. Pyramids na Al Ahly wamekuwa wakiuziana wachezaji si maasimu, lakini hasimu wa Al Ahly, yani mtani wake wa jadi kwa pale ni Zamalek. Kwa hiyo tunaona Zamalek wao hawajajiingiza katika vita hii. Kwa upande wa Mayele, yeye mwenyewe anasema timu ambayo itamwekea mpunga mkubwa mezani basi ndio ambayo ataichagua kuitumikia, kwa sababu kwa sasa ni mchezaji mwenye thamani kubwa barani Afrika, akiwa ni mchezaji bora kwa sasa wa soka la Afrika ambaye anacheza ligi za ndani. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba
akitoka mchezaji anaofahamika kwa jina la Ashraf Hakimi kwa ubora barani Afrika kwa sasa, anafuatia Mwamba Fiston Kalala Mayele kwa sababu ndio wachezaji ambao wameweza kubeba tuzo. Hebu anatuambie kwa upande wako, je, kuna klabu yoyote inaweza kufikia mpunga wa milioni 180 kwa mwezi kuza hapa kitanzania kuweza kumlipa Fiston Kalala Mayele? Na je, kama ni mshabiki wa timu yako ungependa kumuona Mayele akicheza katika timu yako? Hebu comment hapo, nataka kumuona Mayele akisajiliwa kwenye timu yangu, tutajie na hiyo timu. Asante kwa kuwa nasi, bye bye.